Bwana, kusema ule ukweli, Lisa ameshatambua ukweli jinsi Ghost alivyomzunguka mpaka kampata. Sasa ni maamuzi gani Lisa atayachukua dhidi ya Ghost aliyekuwa amemdanganya kwa kiwango cha hali ya juu? Bwana, karibu kwenye hii sehemu ya 10 mzigo wa Ice Kill Me Chapter 6. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Bwana, karibu tupate kujua hasa kilichoendelea ni nini. Hivi nikuulize swali msikilizaji. Wangapi mtaunga mkono kwamba Ryan amsamehe tu Lisa arudiane mapenzi yaendelee, ili hali Lisa katembea na Ghost, yani baba mzazi wa Ryan? Wangapi mnasema kwamba Ryan amsamehe tu Lisa maisha mengine yaendelee? Kama wewe ni mmoja hapo, nyosha kidole juu, sema mimi yangu namuomba Ryan amsamehe tu Lisa maisha yaendelee. Lakini kama unapinga, sema anko hapana bwana, Lisa katafuta alipoweza semaje akacheza na kuchezaga. Bwana, karibu hii sehemu ya 10 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu. Tena bora nimewakuta hapa. Lisa, mumeo anahitaji kuweza kukuona. Sawa. Lisa taratibu alisimama huku macho yake yakiwa yametawaliwa na wekundu. Mzee Max alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa na kisha aliwapa ishara wanajeshi waliopo mlangoni wamfungulie mlango huo mzito wa chuma, na taratibu Lisa alianza kupiga hatua za taratibu. Aliingia ndani ya chumba hicho kikubwa ambapo eneo alipo Ghost kumetenganishwa na kioo kigumu, huku ndani ya eneo lake kukiwa kuna kitanda kizuri, TV kubwa, AC, sofa moja kubwa lipo pale pamoja na choo chenye bafu. Baby, karibu mke wangu kipenzi. Ghost alizungumza kwa kitabasamu kwa furaha na kumfanya Lisa mtazame kwa macho makali yaliyojaa hasira na chuki dhidi ya Ghost, kwani mwanaume huyo ndiye aliyesababisha maisha yake sasa hivi kuonekana ni kama vile kituko. Taratibu Lisa alikaa kwenye kiti huku akiwa na mtazama Ghost. Niambie mke wangu. Usijali, mambo yatakuwa sawa. Maxi anashughulikia, hivi karibuni mimi nakwenda kuwa huru na tunakwenda mapumzikoni kama ulivyokuwa unataka tuelekee Dubai, sawa mke wangu? Ghost alizungumza huku akiwa anajichekesha. Kwa nini unidanganye? Nakuuliza, kwa nini unidanganye? Lisa aliuliza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ghost usoni mwake. Taratibu Ghost alishusha pumzi huku akiamini kabisa kwamba mke wake atakuwa amechukizwa kwa taarifa alizoziona kwenye mitandao ya kijamii. Eti kwa nini unidanganya? Unajua ni maisha ya nyuma mke wangu, na nilishatoka kwenye yale maisha. Mimi nimekuwa ni mtu mwema, nimekuwa mwanaume ninayehitaji kuwa na familia na kutulia. Angalia mke wangu, nimeshakuwa mtu mwema, siwezi kufanya yale mambo. Mimi nakuwa pia mke wangu. Nakuuliza, kwa nini umenidanganya? Ghost alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa. Hapana mke wangu. Uliona Ryan anafaidi sana Ukamua kutumia watu kuunda maswala ya kunitisha na kuniambia kwamba nilale na wewe ili wewe na uzao wako msife, na nikafanya vile walivyokuwa nataka, si ndio? Nani amekuambia hayo? Sio nani kaniambia. Wamekiri mbele yangu na yule mzee wa Morogoro. Kumbe alinipa madawa ili nikupende na niachane na mwanaume wa maisha yangu. Mwanaume niliyempenda. Mwanaume niliyekuwa tayari kwa lolote anifanyie kwenye maisha yangu kutokana anaishi hapa. Alafu kaja kuingilia kati. Nilikuamini kama baba, ila sijui nini kilinikumba mpaka nikakuvulia nguo. Leo hii mimi naonekana kama kituko. Kweli? Kwa nini jamani umenifanyia hivi? Ghost akajifuta macho yake kana kwamba ni mtu aliyekuwa anaumwa macho. Kwa nini ulitumia udhaifu wangu? Kwa nini? Kumbe ulikuwa na tamaa zako za kimwili. Na sasa nimeshaachana na Ryan.
Amenipokonya mwanangu. Umenioa, dunia nzima imeshashuhudia ndoa yetu. Sasa hivi uko hapa unahesabika kama gaidi. Mimi sura yangu nitaificha wapi? Hebu niambie. Unapenda niimbwe huko kama mke wa gaidi, si ndio manake? Lisa alizungumza huku machozi yakimlengalenga na kumfanya Ghost machozi naye pia mlenge. Ulitaka kumuoa Ryan kwa tamaa zako za kimwili. Kwa nini lakini? Hapana. Huo ni uongo. Wasikuchezea akili yako na kukudanganya. Kumbuka huyo unayesema ni mume wako, wakati ulipokuwa huna wa kukufariji hakuwepo. Ana kazi ya kurandaranda kuzunguka dunia. Wewe umekaa nyumbani unajiuguza uchungu wewe mwenyewe. Mimi nimekupenda kutoka moyoni, na kila mwanaume ana njia yake ya kufanya kumpata yule ampendaye. Kuna mwingine anatongoza kwa maneno mazuri, wengine hatujabarikiwa hilo, na mimi nimekuoa kwa ndoa takatifu kabisa ya kanisani. Ndoa? Ndoa gani iliyokwenda kwa matako yako? Umeona wapi ndoa ya Kikristo inafungwa ndani ya siku 5? Haina kutangazwa, haina cha kufanya cha nini. Na wachungaji walifanya kila ambacho ulikuwa unataka kutokana na mamlaka yako. Ila kihaki ndoa ilipaswa kupangwa ndani ya miezi 3 kabla. Hizo ni imani tu za kimasikini. Hebu nisikilize. Mimi ni mke wangu na nimeshakuoa, haijalishi nimekupata kwa ajili gani. Sasa hivi acha kufikiria mambo ya kipumbavu. Focus kwenye mali zetu. Mimi na utajiri mkubwa nimekuachia. Umekuwa tajiri, fikiria namna kuendesha hospitali yako, maviwanda yangu na mamingineo huko, na sio kuja hapa na kujilizaliza tu kwa ajili ya sijui hao wapumbavu 2-3. Umenielewa? Ghost alizungumza kwa kufoka, ile ilikuwa ni kwa sauti ya chini. Umenielewa? Wewe ni mke wangu na nina haki juu yako. Sitoruhusu mpumbavu yote akusogelee, na nisikufiche, nina wivu, na atakaye kusogelea ni lazima nitamuondoa kwenye dunia. Hii ni ahadi yangu na unatakiwa uweze kuelewa hilo. Atakayezuia upande wako kwangu mimi nitamuondoa. Sasa usiwe mpumbavu ukasababisha watu wengine kumwagika damu kwa ujinga wako. Na utambue nina watu kila sehemu. Kukaa humu ndani imaanisha kwamba sitopata ripoti zako. Sasa ole wako ni kuone na Ryan, utajua kwa nini niliitwa Ghost. Mpumbavu mmoja wewe. Ghost alizungumza kwa msisitizo. Hakikisha mali zetu hazipotei. Umenielewa? Lisa alibaki tu akimtumbulia macho. Usinitumbulie macho. Unatakiwa uwe mkakamavu. Unatakiwa ujasiri na sio kwa mpumbavu kama wanawake wengine. Wewe ndiye ninayekuamini. Nenda kajifikirie na kama uko tayari kuongoza mali zangu au la. Nadhani umenielewa. Lisa alijibu kwa kutingisha kichwa huku akiwa anajifuta machozi. Una jambo jingine la kuzungumza? Hapana. Okay. Sawa. Nenda. Niache nifikirie ni namna gani naweza nikatoka hapa. Taratibu Lisa alinyenyuka na kutoka ndani hapo. Vipi maongezi yameenda vizuri? Monica alimuuliza Lisa ambaye alikuwa anatembea kuelekea nje. Lisa aliingia ndani ya gari na Monica naye akaingia ndani ya gari hilo na wote wakakaa siti ya nyuma. Naomba nirudishe Ikulu. Sawa. Monica hakuhitaji kuendelea kuuliza. Kwa haraka alihisi tu alichokuwa amekutana nacho Lisa huko ndani ya chumba hicho alichokuwa amefungiwa Ghost. Huenda kimemtoa mchezoni. Nashukuru kwa kila kitu Monica. Usijali Lisa. Tupo pamoja.
Monica alijibu huku akimtazama Lisa aliyekuwa anaonekana kujawa na mawazo mengi sana akilini mwake. Lisa, kila kitu kitakaa sawa. Nashukuru kwa kunitia moyo Monica. Umekuwa karibu yangu bila kujali tofauti zilizopo kati yetu. Nakushukuru, na moyo safi, na wewe ni mtu mzuri sana ambaye nimetokea kukuona. Usijali Lisa. Sisi ni binadamu na huwa tunateleza kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo usijali kabisa. Kweli walifika ikulu katika makazi ya rais. Monica. Naomba uzungumze na Ryan, nikimpendeza nirudishie mtoto. Usijali, Ryan nimeshazungumza naye na ameniahidi kwamba atakurudishia mtoto. Kweli? Ndio. Lisa alijikuta akimkumbatia Monica kwa furaha. Asante sana Monica. Usijali. Usiku mwema. Nawe pia. Lisa alishuka ndani ya gari na Monica akaondoka eneo hilo akiwa na dereva wake pamoja na mlinzi wake. Turudi nyumbani. Imekuwa ni siku ndefu sana kwangu. Monica alizungumza huku akikunjua siti aliyokuwa ameikalia na ikalala kidogo. Eti nakwenda kwa makamu wa rais. Wow. Monica aliwaza kilini mwake huku akitabasamu taratibu kabisa. Alifika nyumbani kwake ambapo alishangaa kukuta ulinzi wa wanajeshi tofauti na walinzi wa shirika la X analoliongoza. Ilibidi Monica aulize kuna nini kinachoendelea? Mbona ulinzi umebadilishwa na ni wanajeshi? Monica alimuuliza mlinzi wake. Mlinzi wake akasema atasifahamu mkuu. Monica akashuka ndani ya gari, akakutana na Captain Jerry. Captain Jerry akasema, "Habari, naitwa Captain Jerry. Mimi na timu yangu ya makomando sasa tutahusika kwenye ulinzi wako binafsi mheshimiwa." Okay. Nashukuru. Asante, nikutakia usiku mwema madam. Asante. Monica alilivua koti lake la suti alilolivaa, alizishika mkononi na kisha kaingia ndani. Hongera sana makamu wa rais ajaye. Naam, alikuwa ni Ryan. Alizungumza huku akishusha miguu juu ya meza. Monica akamuuliza kivipi? Kwani huna habari ama? Naima naye alizungumza huku akimtazama Monica usoni mwake. Sina habari yoyote. Tayari walako umeshatoka ikulu, umetanguliwa kuwa mkurugenzi wa X na umeteuliwa kuwa makamu wa rais. Uapisho wako ni kesho saa 4 ikulu. Mbona hata sijapewa taarifa jamani? Ila unajua unateuliwa kuwa makamu wa rais, ndio? Najua. Ila sijajua inatangazwa usiku huu. Unajua nilihisi rais atachukua hata muda kidogo mpaka kunitangaza. Ndio hivyo, kwa hiyo sasa hivi naweza kuwa mume wa makamu wa rais. Kwa nini isiwezekane mume wangu? Monica akamkumbatia Ryan. Naima, tunakashughulikia tu kidogo. Ryan alizungumza huko akimnyonyoa Monica na kumbeba, na taratibu alianza kupanda na ngazi kuelekea gorofani. Waliingia chumbani na kumbwaga kitandani mzima mzima. Bebe, acha nifanye mapenzi mara ya mwisho na makamu wa rais ajaye. Jamani. Monica alizungumza kwa furaha huku akimtazama Ryan jinsi anavyomvua suruali yake ya kitambaa. Najua baada ya hapo majukumu yako yatakuwa ni mengi mno. Hutoweza kukutana na mimi mara kwa mara. Kwa wewe, hata wewe ofisini nitakupa mume wangu. Kweli? Nitakupatia utamu huni wako. Sitompa mtu mwingine kuanzia hivi sasa. Jamani. Monica alilalama huku akisikiliza utamu wa jogo wa Ryan. Furaha ilizidi kutawala kiasi kilichopelekea kila mmoja wao kufurahia tendo hilo tofauti na siku zote walizokuwa wamewahi kufanya. Wow.
leo nimepata good time kutoka kwako mume wangu. Monica alizungumza huku akijilaza pembeni ya Ryan. Kweli? Ndio. Nimefurahi kwa kweli. Asante mpenzi wangu. Unajua hata mimi leo nimejisikia nafanya mapenzi yaliyo bora. Mapenzi yaliyo bora? Ni yapi ya Ryan? Si kama haya. Jamani. Ndio, unajua penzi lako sasa hivi ni la hadhi ya juu. Chizi kweli wewe. Kwa hadhi gani? Unajua kuwa makamu wa rais unafananisha na penzi la vichochoroni. Yaani unafanya mapenzi na mtu mwenye maamuzi ya juu kwenye nchi. Akisema mume wangu chukua kiwanja hiki na hakuna wa kuweza kubisha. Una vituko. Ila tuweke masiara pembeni Monica. Unakwenda kuwa makamu wa rais. Je, umejipanga kweli kuwa makamu wa rais au umefurahishwa tu na nafasi hiyo? Nimeamua kweli mume wangu. Sitakuangusha. Nitafanya kwa uwezo ambao Mungu atanisaidia. Amini hilo. Nitakuwa kiongozi bora. Madaraka yanalevya mpenzi. Unapokuwa na madaraka akili huwa zinahama kabisa na unajiona utofauti. Na kuomba kwa mtu mwema na sio mtu wa kuonea watu kwa sababu ya cheo chako. Cheo kina hukumu wake na baada ya hukumu wake kuna maisha yanaendelea. Utajisikiaje wale unaowatesa wakaja kuwa viongozi wa cheo kama cha kwako au zaidi ya kwako? Utakuwa kwenye nafasi gani? Nafasi mbaya. Na kujua una roho nzuri sana Monica. Na huna roho ya kumkatili mwingine kwa ajili yako binafsi. Msaidie mzee Max. Najua mnaingia kwenye serikali itakayokuwa na upinzani mkubwa sana. Kutakuwa kuna hila, ila msitetereke kwa sababu mkionyesha adui udhaifu mtaharibu kila kitu, kwani mtakuwa mnafanya kazi kwa ajili ya kuweza kuwakomoa watu fulani. Usijali mume wangu. Nakuahidi hapa na mbele ya Mungu ya kwamba nitakuwa ni kiongozi mzuri na msaada mkubwa sana kwa rais. Nakuamini Monica kwa sababu baada ya yote tunayofanyana na ninayokufanyia pia, lakini bado tupo pamoja na hatujawahi kuchokana na wala hujawahi kunichoka. Usijali mpenzi, kila jambo linapotokea humfanya mtu kuwa imara. Hivyo hata hayo yaliwahi kutokea huko nyuma yamenifanya niwe imara na tena imara sana. Hivyo pia amenijenga kiakili na kimwili. Okay, sawa. Bebe, naam. Kuna usirudi kazini? Hapana Monica. Nimeshachagua njia ambayo kurudi nyuma ni ngumu. Nipo kwenye njia ambayo sipokei amri wala maelekezo kwa mtu. Hivyo siwezi tena kurudi nyuma mpenzi. Ila litakapotokea swala lolote lile linalohusiana na usalama wa nchi, na kama mkinihitaji, basi nitarudi kutoa mchango wangu. Baada ya hapo mimi nitaendelea na maisha yangu. Nimekuelewa mume wangu, nimekuelewa. Na nisingependa kuweza kukurudisha nyuma ulipotoka kwa sababu wewe ni sawa na mtu aliyeng'atwa na nyoka. Hivyo ukiona tu jani unashtuka. Ni kweli. Kitendo kile cha kuwekewa sumu kwenye kile chumba tena na wakuu wangu wa kazi ni kitendo kilichoweka doa kubwa sana kwenye maisha yangu na kutokuamini serikali ya mtu yote. Ni kweli. Alafu mume wangu kuna kitu mimi nahitaji unishauri. Niambie. Rais ameniambia nipeleke jina la mtu ambaye nitamwamini kupewa madaraka ya kuongoza shirika la kijasusi la X. Sasa kuna hawa watu wawili wananipa wakati mgumu sana kwenye kuchagua. Monica alizungumza huku akiwa anashuka kitandani. Alichukua simu yake juu ya meza na kisha karudi kitandani. Huyu hapa anaitwa Jafari. Ni Mkuria, ana degree ya masuala ya uhalifu. Amefanya operesheni nyingi tu na ufaulu wake kwenye operesheni hizo ni 87%. Alafu na huyu mzee hapa anaitwa Ranjit. Ni Mtanzania ila wazazi wake ni wazao wa India. Ni mzee ambaye amedumu kwenye shirika kwa miaka 35 sasa. Ni jasusi wa viwango vya juu na operesheni zake zote alizozifanya zimefanikiwa kwa 100%. Sasa nawaza nimpe huyo mzee, ila sasa asili yake inaweza kuleta mashaka kumkabidhi shirika kubwa kama hilo. Kama ni Mtanzania na amefanya operesheni nyingi kwa weledi na zimefanikiwa sana, ana miaka mingi ambayo ni sawa na umri wetu, hakuna haja kwenda kumpa mtu eti kisa ni mweusi. Hapana.
Mpeni mtu ambaye linapokuja swala la usalama wa nchi basi ataweza kusimama na kutoa majibu sahihi ya nini kifanyike, na sio kama mtu tu kwa sababu tu Tanzania wake alafu akawa ni kilaza tu, no. Halafu kweli unajua kuongoza shirika kama hilo la kijasusi inahitaji utashi wa hali ya juu. Na mimi mwenyewe nimejionea kipindi mzee Max alipokuwa anaongoza hilo shirika. Kipindi alipoachia Pamphil, kipindi chako, utaona namna gani usalama ulivyokuwa unayumba na mashambulizi ya ajabu tu yalivyokuwa yanatokea. Ni kweli. Ila mimi nilipewa tu. Ila viatu vilikuwa ni vikubwa sana kwa kweli. Sasa ukisema kwamba viatu vilikuwa ni vikubwa, je, kwenye umakamu wa rais itakuwaje? Kidogo huko nitakuwa na wakushauriwa. Ila huko kulikuwa ni pagumu sana. Okay, sawa, peleka hilo jina la huyo mzee Branjit. Naamini anaweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwenye nyanja za ujasusi hapa nchini. Sawa, mume wangu, nashukuru kwa ushauri wako. Karibu. Asante. Ushauri wangu mwisho. Baby. Ikiwezekana sasa hivi ndio nafasi ya kuweza kumuua Ghost. Hata kwa sumu. Ueraha ni wewe. Si babako yule. Ni gaidi, tena gaidi mkubwa. Mimi nawaambia ukweli. Msipomua kwa kipindi hiki mlichomshikilia na bado anawaamini, amini na kuambia atakwenda kuifanya nchi hii isitawalike kabisa, na wananchi watajawa na hofu na damu itakwenda kumwagika mitaani kama mvua. Ghost ni baba yangu, sikatai, ila na roho chafu kuliko hata shetani, na nahisi hata shetani mwenyewe anachukua mafaili mengine kutoka kwake. Kama aliua watoto wasiokuwa na hatia kwa ajili ya kuweza kutingisha uongozi uliopita, je, itakuwaje nyinyi ambao mmempokonya madaraka kwa sababu ya video zake chafu kuvuja? Liweke hilo akilini, mke wangu. Naiona Tanzania ni matukio makubwa ya kigaidi ambayo hatujai kabisa kuyashuhudia. Niamini kwenye hilo. Ryan alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Monica kumtazama huku akishusha pumzi taratibu na kuyatafakari maneno ya Ryan yaliyojaa maono ambayo akiyapuuzia basi akija kutokea atajutia maisha yake yote. Ile sidhani kama nikiongea na mzee Max anaweza kukubaliana na hicho unachoniambia. Ni maamuzi yenu. Ila mimi nimekuambia tu kama kukutahadharisha kwa sababu yajayo yanatisha sana. Okay, sawa, tuachane na hayo mume wangu. Naweza kesho kukutambulisha kama mume wangu, tukaingia kama mke na mume? Hilo sio la kuuliza. Lazima mkono uwe kwenye kwapa tukiingia. Jamani, full mahaba. Na mimi sasa nakuwa mume. Yaani namiliki mke ambaye ni makamu wa rais. Uone kama bicho langu litakuwa ni kubwa kwa litapasuka kwa sifa. Tena njoo tufanye mazoezi kwanza. Ryan alizungumza huku akishuka kitandani kwa haraka. Hebu njoo bwana. Jamani. Monica alizungumza huku akishuka kitandani. Tunatakiwa kuingia kama hivi. Nishike hapo kwenye mkono. Ryan alizungumza huku akiongeza mkono wa Monica makopani mwake na wakaanza kutembea taratibu. Ndio tunatembea hivi taratibu. Hasa mimi wangu tunapaswa kuwa na pete sasa vidoleni. Pete sio issue kubwa. Wewe niachie mimi, kabla hata hujaapishwa lazima uwe na pete kidoleni. Okay, sawa mume wangu. Ryan alimgeuza Monica na taratibu alianza pale kumnyonya mabusu, wakageuka kitandani, waliendelea na mzunguko wa pili wa mechi. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, sauti ya Linda ilimfanya Lisa kugeuka huku akiona mtazama mdogo wake aliyekuwa amekaa pembeni yake, huku wakitazama bwawa la kuogelea lililopo katika makazi ya Laisi. Linda alikuwa amesema, "Hivi unahisi pombe inaweza kukumalizia mawazo?" Lisa akajibu, "Nahitaji kuwa jasiri kuliko nyakati zote nilizowahi kuwa jasiri kwenye maisha yangu." Kwa nini unasema hivyo dada? Nimepoteza mtoto. Na sijui kama babake atanirudishia mwanangu. Mwanaume alionidanganya kwa sasa yuko mahabusu kwa aliyofanya. Sidhani kama watamwachia salama. Alichoniambia ni kusimamia mali zake zilizobakia nikiwa kama mke wake halali, na yuko tayari anipe ruhusa hiyo endapo tu nitakubali kusimamia. Dada, hapo kwanza. Kama amekuruhusu kusimamia mali, unashindwa nini?
Linda, najua kusimamia ni jambo zuri, ila je, hizo mali amezitafuta kwa njia gani? Hapo ndipo kwenye mtihani mdogo wangu. We dada we, acha ujinga. Haijalishi kazipata kwa kuua watu, kwa kufanya nini, ili mradi zinatambulika ni mali za halali za kwake. Dada, wewe ndo mtu anayekuamini. Chukua hiyo nafasi. Na katika hilo unaweza kuendeleza hospitali yako. Dada, hakuna kitu kibaya kama umaskini. Kweli eh? Ndio. Unaachaje bahati kama hiyo dadangu? Sawa Linda, nitalifanyia kazi, ila nahitaji muda kufikiria. Na hatima yetu ya kukaa hapa ipoje dada? Mzee Max ametuambia tunaweza kuishi tutakavyo. Dada, ana moyo safi eh? Ndio mdogo wangu. Baada ya kujua kweli, una mpango wote na Ryan? Linda, ni ngumu sana kulijibu hilo swali. Kwa nini? Ryan sidhani kama anaweza kunipenda tena kwa kile kilichotokea. Ila si umeshamtoa moyoni mwako moja kwa moja? Bado nampenda. Dada, unajua nini? Siku zote wapenda nao hata iweje, lazima itafikia wakati watakuja kurudiana. Hiki kinachotokea hapa ni kama mapito. Najua ipo siku moja mambo yatakuja kunyoka tu. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru kwa kuwa nami kwenye kila nyakati. Usijali dada, sisi ni ndugu na wazazi wetu ndio hao unaowaona hapo. Umri umeshakwenda na kilichosalia kwao ni kupumzika tu. Na mali umeachiwa. Simama kishujaa huku ukitengeneza ufalme wako, na utakapofanikiwa basi mambo yote yatakuwa sawa na utafanya chochote kile unachokitaka. Asante Linda. Usijali. Umesikia? Nini? Monica anateuliwa kuwa makamu wa rais. Hapana. Ndio tangazo lililotolewa na Ikulu leo. Hivyo kesho saa 4 asubuhi anaapishwa. Bahati kwake. Wewe hujachukia? Linda, sasa nichukie nini hapo Linda? Ikiwa Monica ana moyo safi sana yule dada. Kwa vituko vyote ambavyo nimemfanyia, ila amekuwa ni mtu mwema sana kwangu. Kweli? Ndio. Na yeye ndo anamshawishi Ryan kuweza kumrejesha mtoto. Basi kama ni hivyo ni jambo zuri. Mimi nimeridhika wewe na Ryan. Warudiane. Wamesharudiana. We. Na wala hata simromu Ryan kwa sababu kilichotokea, hata kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi hivi. Okay dadangu Lisa, tuachane na hayo, tuangalie mambo ya muhimu. Sawa. Tukale basi. Ni saa 8 usiku ujue saizi. Kweli? Ndio. Saa 8 usiku. Taratibu walinyanyuka huku Linda akimshika dada yake mkono kutokana na kuzidiwa na kilevi alichokuwa amekunywa. Ilibidi waingie ndani. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumwona mwana mama Judy. Shit. Mpango wangu umevurugika. Yaani mpango umevurugika kabisa. Judy alizungumza kwa sauti huku akimtazama msaidizi wake. Ni nini mkuu? Ameshachaguliwa huyu mpuzi. Mkuu, sasa utafanya nini? Sijui kwa kweli. Akili yangu imevurugwa. Hivi bado hujampata Eddie hewani? Bado mkuu, sijampata. Mshenzi kweli huyu Eddie. Ina maana yule mwanamke amemteka. Ila mkuu, kwa nini tusiwaze kwamba inawezekana ametekwa na ukute sasa hivi ameshauawa kwa sababu Catherine ni adui yake? Na sidhani kama Eddie anaweza kurudiana naye kwa vyovyote vile. Yaani kwa yote waliofanyana hawawezi wakarudiana. Alafu kweli. Ya mkuu, tusiwaze kurudiana kwao. Inawezekana Eddie ametekwa na yuko kwenye mateso makali. Hebu tuondoke nchini Tanzania. Sina sababu ya kuendelea kuwepo hapa. Mkuu, uweze kusubiri kuapishwa kwa Monica? Sidhani. Nashauri tusubiri mkuu. Huwezi jua nini kitatokea. Okay. Nimekuelewa. Judy alikubali kishingo upande, kwani kilichomrudisha nchini Tanzania ni kuzungumza na mzee Max kwa ajili ya kumchagua yeye awe makamu wake wa rais
Lakini ndio hivyo tena, umakamu wa rais amepewa Monica. Usingizi wako uliendaje? Umekuwa bomba sana. Kulala na makamu wa rais sio mchezo. Mzigo ulioniagiza huu hapa umefika alfajiri hii. Naima alizungumza huku akicheka na akamkabidhi Ryan vibox viwili vyenye pete ya dhahabu. Akavitazama kwa sekunde kadhaa akasema, hapa mwakese. Unaweza kumvalisha. Hebu ngoja nimfanyie surprise bwana. Pete hii kitu kizito hiki. Msikilizaji, Ryan alipandisha ngazi na kurudi chumbani kwake mara baada tu kupokea pete alizokuwa amemwagiza Naima kumtafutia. Hey. Kumekucha mke wangu. Wow. Ryan kweli? Ndio. Alichokunganisha Mungu hakuna binadamu wala kinyamkera yote yule kuweza kukiachanisha. Ryan unanitania? Sikutania mke wangu. Na kuvalisha pete hii ni kwa ajili yako. Asante Mungu. Nashukuru mume wangu. Ryan alimvalisha pete Monica na Monica alichukua pete katika kibox na kumvalisha Ryan huku akimwagikwa na machozi. Siamini mume wangu. Ndio uamini wewe ni mke wangu halali sasa. Jiandae, muda wa kuelekea Ikulu umeshafika. Monica na Ryan wakakabidhiwa pale suti mpya na Naima ambaye tayari alikuwa ameshajiandaa. Wakavaa na kupendeza na kutoka chumbani kwao. Walimkuta Cleopatra na mjomba wake nao pia wakiwa wameshajiandaa. Mmependeza. Kweli mwanangu? Ndiyo baba. Okay, nashukuru. Monica alimkumbatia Cleopatra kwa furaha. I think kwamba kila mtu yuko tayari, si ndio? Ndio. Walinzi wa makamu wa rais wakiwemo na walinzi wake waliokuwa wanamlinda kipindi ni mkurugenzi wa shirika la X walijipanga vizuri kuimarisha ulinzi wa kumtoa makamu wa rais nyumbani kwake na kumpeleka Ikulu kwa ajili ya kuapishwa. Monica, Ryan na Cleopatra waliingia katika gari moja huku Cleopatra akiwa amekaa siti ya katikati na mbele ya gari akiwamo mlinzi wake wa kike pamoja na dereva wake. Msafara wa kuelekea Ikulu ulianza huku ulinzi ukiwa umeimarishwa kiasi cha kumfanya Ryan kwa mara kadhaa kuchungulia nje. Siku nyingi sana sijao kwenye msafara. Ryan alizungumza kwa sauti ya upole huku akitazama jinsi askari waliokuwa wamezunguka gari ya Monica wakiwa na pikipiki. Leo naona kama ni ndoto eti mimi ndio nakwenda kwa makamu wa rais. Wakati wa Mungu umefika mke wangu. Kwa kweli wakati wa Mungu umefika. Walifika Ikulu na wote walishuka ndani ya gari mara baada ya kufunguliwa milango ya gari hiyo. Waandishi wa habari nao pia waliokuwa narusha tukio hilo moja kwa moja kwenye runinga na redio waliendelea kutangaza kile kilichokuwa kinaendelea. Yule mwanaume aliyopanda wa kushoto ni mume wa makamu wa rais mteule na wameongozana na binti yao anaitwa Cleopatra. Hayo ndiyo yalikuwa ni maneno ya mwandishi wa habari aliyekuwa anazungumza kupitia televisheni ya taifa, maneno ambayo ilimuumiza sana Lisa aliyekuwa anafuatilia tukio la kuapishwa kwa Monica kwenye television. Na kwa kweli wanaendana sana ili kuonesha kwamba serikali hii inayoingia madarakani inahitaji wachapakazi. Amechaguliwa mwanamke shupavu na mwanamke wa shoka ambaye anaweza kwenda na kasi ya Mzee Max. Kabisa. Na hii inaonesha ni namna gani rais wetu anavyoheshimu uwepo wa wanawake kwenye serikali yake. Ndio, ila so mara ya kwanza kwa nchi yetu kushuhudia msichana kuona kiongozi wa juu kabisa kuwa mwanamke. Ni kweli. Tuna imani kubwa sana kwa serikali ya awamu hii. Kabisa. Ndio. Waandishi hao wawili wa habari walikuwa wanaendelea kuzungumza na kumfanya Lisa kuzima TV. Akatoka sebleni na kukuta wazazi wake wakitazama sherehe hizo za kuapishwa kwa Monica zikiendelea. Wazazi wake walimtazama Lisa bila kuzungumza chochote, kwani wanaamini kabisa mtoto wao kwa sasa yuko kwenye maumivu makali mno. Karibu sana Monica. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Shikamoo. Marahaba, niambie unaendeleaje? Nipo safi kabisa, kama unavyoniona ni mzima na mwenye nguvu. Sawa, je, umempata mrithi wako? Ndio mheshimiwa. Basi kutokana na muda wa kuapishwa umekaribia, tutazungumza baada ya sherehe kuisha.
Sawa, unaweza kutangulia ukumbini. Monica alitoka ofisini kwa mzee Max na akaelekea ukumbini ambapo wamejaa viongozi mbalimbali. Monica alitabasamu, na hii ni mara baada ya kumwona mumewe, mwanae, mdogo wake pamoja na Naima wakiwa wamekaa viti vya mbele kabisa wakifuatilia tukio hilo la kuapishwa kwa Monica. Rais akawa ni mtu wa mwisho kuingia ukumbini hapo, na sherehe za kuapishwa zikaanza, huku wimbo wa taifa ukiwa unaanza kupigwa na kisha ukafuatia wimbo wa Afrika Mashariki. Muda wa kuapishwa kwa Monica ukawadia, na jaji mkuu alisimama mbele na kiapo pale. Monica aliapa kwa utaratibu na sheria za nchi ya Tanzania, huku mkono wa kulia ukiwa umeshika Biblia. Baada ya kiapo akawa rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akatia pale sahihi kwenye kiapo chake alichokuwa ameapa, huku jaji mkuu naye akiitia sahihi pale kuthibitisha kiapo hicho. Na baada ya hapo Monica moja kwa moja akaongozwa na maafisa wa usalama mpaka kwenye kiti chake cha makamu wa rais, na hakurudi kwenye kiti alichokuwa amekaa hapo awali. Hakurudi. Baada ya viongozi mbalimbali kuzungumza, uliwadia muda wa Monica kuzungumza machache. Rani alimkonyeza Monica aliyekuwa amesimama eneo la kipaza sauti na kumfanya tabasamu. Kwanza nipende kumshukuru Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, kwani yeye kwa uwezo wake ameweza kutusaidia hadi leo hii kukutana hapa. Nimshukuru Rais Max kwa kunipa nafasi hii, na nimwahidi kwamba nitampa ushirikiano. Nitahakikisha tunatekeleza ilani ya chama chetu kwenye kuhakikisha wananchi wanaishi maisha yaliyo bora na kutupendeza. Na pia ninatoa shukrani zangu kwa mume wangu kipenzi Mr. Ryan kwa kunipenda na kunijenga kuwa bora kila siku. Nimshukuru binti yangu Cleopatra, najivunia kuwa mama yake, na niahidi tu kwamba nitashirikiana na watendaji wote wa serikali na sekta binafsi. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwaomba tushirikiane kwa pamoja kuijenga Tanzania iliyo bora. Asanteni. Watu wote walimpigia makofi Monica kwa hotuba yake fupi na yenye kueleweka. Sherehe za kiapo zikaisha na Monica kaingia katika ofisi ambayo aliagiza mzee Ranjit amsubirie. Ndio, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeitikia wito. Mzee Ranjit alizungumza huku akipeana mikono na Monica. Karibu sana mzee wangu. Nashukuru sana mheshimiwa. Na mimi unatambua kwamba hadi sasa hivi shirika letu la kijasusi la X halijapata kiongozi. Ndio mkuu. Nimepitia taarifa zako na sifa zako zimenivutia, hivyo basi nahitaji uwe mkurugenzi mpya wa shirika la X. Mkuu, mimi? Ndio, nahitaji ukalifanye shirika liwe ngangali kwenye masuala mazima ya kijasusi. Nampatia jina lako Mheshimiwa Rais, hivyo usishangae ukachaguliwa leo na kuapishwa leo, kwa sababu hatuna muda wa kuweza kusubiria. Tunahitaji kujenga nchi yenye nidhamu na yenye ulinzi wa hali ya juu. Je, uko tayari? Ndio mheshimiwa. Niko tayari na nitahakikisha nitafanya kazi kwa bidii na nidhamu yangu yote. Okay. Nashukuru. Asante. Na kuna taarifa nimeipata mkoani Tanga juu ya shambulizi la afisa mmoja wa usalama anaitwa Inspector Maya. Wahusika wamepatikana? Ndio mkuu, wamepatikana. Kwa sasa yuko hospitali anapatiwa matibabu. Okay. Sawa, basi hakikisha unafuta huo upuuzi unaoendelea Tanga na sehemu zote za ndani ya Tanzania na maadui zetu wote wanaotuzunguka. Sawa mkuu. Monica alisimama na mzee Ranjit akasimama, wakapeana mikono ikiwa ni ishara ya mzee Ranjit kukubaliana na nafasi hiyo aliyokuwa amepandishwa kutoka kuwa mkuu wa kikosi cha majasusi hadi kuwa mkurugenzi wa shirika la X nchini Tanzania. Sasa baadhi ya makabidhiano ya ofisi nitafanya baada ya kuweza kuapishwa. Sawa mheshimiwa. Monica alitoka ofisini hapo na akakabidhiwa faili lenye historia ya mzee Ranjit na akaingia nalo ofisini kwa rais. Monica. Mheshimiwa. Nilisahau kukusifia, umependeza sana. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Nimeona nikuletee jina la mrithi wangu. Sawa sawa. Kweli, Monica alimkabidhi pale mzee Max faili la mzee Ranjit. Akalisoma taratibu kabisa na kisha litingisha kichwa kimaanisha amependa sifa alizozikuta kwenye faili hilo. Ana sifa sahihi za kuwa kiongozi wa majasusi.
Ikiwezekana tunaweza tukamwapisha hata leo hii ili kuweza kukimizana na mchaka wa maisha yetu ya uongozi. Sawa, basi acha mimi nimuite katibu mkuu kiongozi. Mzee Max alimpigia simu pale katibu mkuu kiongozi, na baada ya dakika 5 aliingia ofisini hapo. Akasema ndio mheshimiwa. Karibu sana. Nashukuru. Hebu andaa sherehe za kuapishwa kwa mkuu mpya wa shirika la X. Sasa hivi ni saa 6. Saa 8 tunamwapisha. Sawa mheshimiwa. Unaweza kwenda. Sawa. Katibu mkuu kiongozi alitoka ofisini hapo. Mheshimiwa. Kuna jambo moja Ryan alinishauri jana usiku. Jambo gani? Aliniambia kama ikiwezekana unaonaje tukamaliza Ghost kipindi hiki hata kwa kumpatia sumu akiwa katika mikono yetu, kuliko akija kuchukuliwa na kupelekwa mahakama kuu ya kiuhalifu. Hapo mzee Max alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Monica usoni mwake. Amesema kwamba endapo atatolewa ndani ya hii nchi ni lazima tu atatoroshwa. Na nina imani unajua namna rafiki yako alivyo na watu wengi, na ana upande mwingine ambao haujui, na sidhani kama akishatoroka tutaiongoza hii nchi kwa amani. Lakini unajua alichokizungumza Ryan ni kweli. Ghost sio mtu wa kuweza kukubali kushindwa. Ndio hivyo mheshimiwa, tunafanyaje? Unajua ananiweka kwenye wakati mgumu. Kabla ya kwenda kukuapisha, rais wa Marekani ameomba kuzungumza nami kwa video call. Jambo ambalo kidogo linanipa mashaka kwenye hatima ya Ghost. Na ni lazima atahitaji amshikilie Ghost. Sasa tunafanya nini? Mzee Max aliuliza swali lililomfanya Monica kae kimya huku akimtazama mzee Max. Inabidi tukutane na washauri wa kisheria pamoja na wanashauri wengine ambao watatupa mwongozo wa kujua nini cha kufanya kabla hujazungumza na rais wa Marekani. Hapo sawa. Rani bado yupo kwenye viunga vya Ikulu? Nadhani. Hebu mpigie simu. Monica alitoa simu yake mfukoni. Naona una pete Monica. Amenivalisha Rani asubuhi. Mnakwenda kufunga ndoa si ndio? Au? Hayo maswali ni ya kumuuliza mwanao kwa kweli, kwa maana akili zake anazijua mwenyewe. Monica alizungumza huku simu yake ikiweko sikioni. Hey baby, uko wapi? Nipo eneo la mapumziko. Basi njoo ofisini kwa mzee. Okay, sawa. Monica akakata simu hiyo. Hivi umejaribu kumshawishi Rani kurudi kwenye kitengo? Amenikatalia kato. Ila kwa walichomfanyia, hata kama umekunywa maji ya bendera, ni ngumu sana kuweza kurudi kazini na kuamini mfumo uliopo. Ni kweli mheshimiwa rais, ila ni Mungu tu ndo amemsaidia kwa kweli. Bila Mungu sidhani kama Rani angekuwa hai. Mlango uligongwa na mzee Max alimkaribisha Rani kuingia ndani ya ofisi. Ndio mheshimiwa, nimeitikia wito. Karibu kae. Nashukuru sana kwa kweli. Sasa nchi tumechukua. Tumechukua madaraka. Monica amenishirikisha kile ulichozungumza naye jana usiku. Ndio. Rais wa Marekani ameomba kuzungumza na mimi. Na imani mada kubwa iliyo mbele yetu ni kuhusiana na matukio aliyofanya Ghost, ambayo kwa namna moja ama nyingine amewatendea mataifa makubwa na anahesabika kama gaidi. Ndio. Wa Marekani na washirika wake nina imani watakuwa wanamhitaji, kwani hayo makundi ya kigaidi aliyoyadhamini au anayoyadhamini, nina imani ya kwamba yatakuwa yameguswa sana na ugaidi wa makundi hayo. Rani umetoa wazo la kumchoma sindano ya sumu Ghost au kumuua kwa sumu. Hebu tupatie ufafanuzi ambao mimi nahitaji kusikia, kwa sababu unajua vizuri kwamba Ghost ni mtu wangu wa karibu. Hivyo kumfanyia hivyo kuna hitaji niwe na roho ngumu kweli kweli, zaidi ya roho ya paka. Unahisi ungekuwa ni yeye sasa hivi angechukua madaraka na wewe ungekuwa uko gerezani, unahisi angeshindwa kukua?
Swali la Ryan likamfanya mzee Max kukaa kimya. Maana kwamba jibu unalo moyoni mwako. Kwa jibu nililonalo mimi ni kwamba angekupiga risasi na kukumaliza kabisa. Mahakama zetu hapa nchini sijawahi kusikia kama zina historia kuweza kumshtaki rais aliyewahi kutoka madarakani kwa makosa aliyofanya. Siku zote viongozi wanakinga. Basi kama wanakinga ina maana kwamba hatuwezi kumshtaki Ghost zaidi tu ya kuweza kumwachia huru. Je, ukimwachia huru, malipo yake kwenu nyinyi yatakuwa ni yapi? Hapo mzee Max akamtazama Monica, wakajikuta wanakosa jibu. Ni rahisi tu. Ni lazima atawarudia, na akiwarudia atawarudi kwa mashambulizi ya kuwaumiza watu. Sasa tufanye nini? Mna machaguzi. Ndio. Muue kwa sumu, au upeleke mswada bungeni wa viongozi wa staff au wale wanaotolewa madarakani kwa makosa kama ya Ghost kuondolewa kinga ya uongozi. Hivyo ikipitishwa kama sheria, basi Ghost anaweza kushtakiwa katika mahakama za hapa kwetu. Ryan, uone kama inaweza kuleta taharuki, kwa maana kwamba kuna watu wanampenda Ghost. Taharuki kwenye upande gani, Monica? Kwenye kumhukumu. Taharuki haiwezi kuzuia hili. Acha upate mishangao, ila ahukumiwe. La sivyo mimi nawaambia, Ghost mkimwachia kaondoka kwenye mipaka ya Tanzania, atakuwa anawapiga matukio kuliko kipindi chote ambacho mmewahi kushuhudia nchi hii kuwa kwenye matishio ya kigaidi. Mzee Max alizungumza huku akinyanyuka. Alitembea mpaka dirisha la ofisi yake. Alitazama mandhari ya nje. Ilo mzee wangu, kama unaona ni maamuzi magumu, mtoe tu sadaka. Ni mtoe sadaka kivipi Ryan? Wacha Marekani watakachokutana nacho, wote kuwa tu umenawa mikono. Unamaanisha? Nina uhakika kwamba Ghost atawatoroka. Ryan, mbona unasisitiza Ghost kutoroka ni kana kwamba kuna vyombo vya ulinzi duniani ambavyo vinaweza kumshikilia kwa kipindi kirefu? Monica, hicho usichokijua, Ghost ana bahati. Bahati haiwezi kumfanya akatoka kirahisi kwenye mikono ya vyombo vya usalama. Anachokizungumza Ryan ni kweli kabisa. Mzee Max alikazia huku akigeuka na kuwatazama. Yule ni mtu ambaye huongozwa na bahati. Ni matukio mengi sana ameyakwepa na amefanya bila kujulikana. Ila jamani, za mwizi ni 40. Ipo siku yake itafika, na imeshafika kama hivi. Uamini hivyo. Ila zinaweza zikafika 40 alafu zikaya yuka mithiri ya maji. Ameni hilo mimi nakwambia. Naam. Wote walijikuta wakikaa kimya huku wakionekana wakitafakari ni njia gani ambayo wataweza kuhakikisha kwamba wanamshughulikia Ghost. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost. Ghost alionekana kulipasua andazi katikati. Alitoa kikaratasi chenye ujumbe uliokuwa umetumiwa ya kwamba Wamarekani wamepanga kukushikilia na serikali rafiki yako bado haijatoa maamuzi. Je, twende na plani namba 1? Ghost mara baada ya kumaliza kusoma ujumbe huo akatafuna karatasi hiko na kukimeza huku akitazama marudio ya kuapishwa kwa Monica. Alimtazama Ryan na Cleopatra jinsi walivyokuwa wamejawa na furaha. Ghost akasema kama Ryan amerudi kwa Monica, ni lazima atawashauri waniue. Ghost aliwaza hivyo huku akiendelea kunywa chai taratibu. Ila mimi nina kinga ya urais, hawawezi kunihukumu. Ghost akatembea mpaka eneo lenye button inayomwezesha kuzungumza na walinzi waliopo nje ya chumba. Akasema nahitaji simu. Mwanajeshi mmoja aliingia huku akiwa na silaha. Akapitisha simu ya mkononi kwenye dirisha kidogo hivi cha Ghost. Ghost akaipokea simu hiyo. Ghost akasema ni mazungumzo binafsi, nahitaji kuwa mimi mwenyewe. Mwanajeshi huyo akatoka na kisha akaufunga huo mlango. Akaandika ile namba ya mzee Max na kisha akapiga simu ya mzee Max ikaita, na baada ya muda ilipokelewa. Ghost akasema ni mimi naongea. Niambie kaka. Umefikia wapi? Kwa sababu sielewi, naona tu kama vile unasherehekea tu kuapishana. Ghost, nisikilize kaka.
Ni lazima taratibu za kiserikali ziendelee kama kawaida. Na isitoshe hapa najitahidi kuandaa mikakati kama nchi kumtetea kiongozi, pasipo kuharibu mahusiano na mataifa mengine. Nisikilize Max. Mimi nimechoka kukaa humu bwana. Hebu fanye fasta mimi nitoke. Aise, kukaa sehemu moja kama kuku wa kizungu mimi sijazoea hizi mambo. Sawa kaka, nimekuelewa. Bwana, mimi nimechoka bwana. Ghost alikata simu huku akisonya. Alikaa kitandani huku akiwa anatafakari kwanza kwa muda. Adui yangu ni Mama Ryan, mpumbavu yule. Ndiye alisababisha mimi kuwa humu ndani. Shenzi kabisa. Ni lazima nitoke. Na endapo nitaendelea kukaa humu, ni lazima hata nidhuru huyu mpuzi. Ghost aliwaza hayo. Aliandika namba kwenye simu hiyo. Namba 1. Alizungumza kauli hiyo na kisha akakata simu na kurudi eneo lenye kitufe. George kwa simu. Mlango ulifunguliwa. Aliingia mwanajeshi mwingine. Alishangaa mwanajeshi huyo akifungua mlango wa kioo hicho kigumu kwa kutumia kadi maalum. Mkuu, ni muda wa kuondoka. Mwanajeshi huyo alizungumza huku akimkabidhi Ghost nguo za kijeshi. Ghost akachungulia mlangoni na kuona wanajeshi waliokuwa wanalinda eneo hilo wakiwa wamelala chini. Ghost akauliza, mlikuwa wapi? Hatuwezi kukuacha, tupo humu. Okay, sawa. Ghost alibadilisha pale mavazi aliyoyavaa na kuvaa mavazi ya kijeshi, akijifunga pale kitambaa cheusi usoni mwake huku akivalia kama makomando hao ambao nyuso zao zilikuwa zimefunikwa na vitambaa vyeusi na wakawa wamebakisha macho tu. Niko sawa. Akakabidhiwa pale bunduki na bastola. Walitoka ndani hapo. Akawekwa katikati na makomando 7 waliokuwa wamevalia nguo kama za kwake. Wakatoka nje jengo hilo na moja kwa moja wakaelekea katika ndege ya kijeshi aina ya C-17. Na taratibu ndege hiyo ilianza kuondoka eneo hilo pasipo makomando wengine kujua kinachoendelea, kwani makomando hao wako ndani ya kambi hiyo ila wanafanya kazi na Ghost. Kwa sasa mkuu, inakupasa ujifiche tukisikilizia hali ya hewa. Ndio sawa. Ghost alishusha pumzi taratibu kwani ameshachomoka kwenye kifungo. Kabla tuja kwenda popote, kuna yule malaya ambaye amesababisha mimi kuwa hapa. Nahitaji atafutwe popote alipo na nitahitaji ashughulikiwe. Nadhani tumeelewana. Ndio mkuu. Baada ya ndege kukaa sawa hewani, Ghost alianza pale kujinyosha viungo vyake vya mwili, kwani kukaa ndani kwa kipindi kirefu kumemzubaisha mwili wake. Na vipi kuhusu mke wako mkuu? Nitawapa jibu baada ya kupata uhakika wa eneo tulipo. Sawa mkuu. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Ryan alionekana kuzungumza kwa kusema, mzee, mbona jamaa anakufokea kama mtoto? Hii imepitiliza sasa. Ryan alizungumza huku akimtazama mzee Max aliyekuwa amemaliza kuzungumza na Ghost. Ghost anahisi bado niko chini yake. Hata kama anavyozungumza kama kana kwamba wewe ndio ulimtuma aende akafanya ulopuzi alofanya. Rani wakati anamaliza kuzungumza, mlango ulifunguliwa na katibu mkuu akaingia akasema, mheshimiwa, muda umewadia. Katibu kiongozi alizungumza mara baada ya muda kumwapisha mkurugenzi mpya X kuwadia. Max akasema, sawa, ninakuja. Mkuu, kuna binti anaitwa Naima, anahitaji kuingia pia. Mwambie aingie. Mzee Max alizungumza huku akichukua koti lake la suti eneo alipokuwa amelingeniza na kisha kalivaa. Naima aliingia huku akiwa na kibegi kidogo, huku uso wake ukiwa na wasiwasi, kitu ambacho kilimfanya Ryan kugundua hilo kwa haraka sana, kwani anamjua Naima kuliko mtu mwingine yoyote. Ryan ndo wa kwanza kuuliza, Naima, kuna nini? Ryan aliuliza hivyo kwa haraka mno. Naima alitoa laptop yake ndani ya kibegi hicho na kuiweka mezani. Alifungua kwa haraka mno. Akasema, nilidukua mfumo wa CCTV eneo alipokuwa ameshikiliwa Ghost kutoka alipokuwa ameingizwa, na nilikuwa ninafuatilia nyenendo zake hadi ninapozungumza na nyinyi sasa hivi ni kwamba Ghost ametoroka. Kauli hiyo ilimfanya Ryan, Monica na mzee Max wote kwa haraka kutazama video za CCTV kamera. Walimwona Ghost jinsi akibadilisha nguo alizokuwa amezivaa, akavaa nguo za kijeshi, jambo ambalo liliwaacha kwenye hali ya taharuki wasijue wafanye nini. Kwa hili Ghost ni mtu mbadi. What? Ametorokaje? Mzee
Mzee Max aliuliza swali aliloliona kwa macho kabisa, jinsi Ghost alivyokuwa anabadili nguo na kuondoka eneo hilo la chumba alichokuwa anashikiliwa. Nahitaji wakuu wote wa vyombo vya usalama. Nahitaji kila aliyehusika kumtorosha awajibishwe haraka iwezekanavyo. Mzee Max alizungumza kwa hasira huku akitetemeka, kwani kitendo hicho kilikuwa kimemkasirisha vibaya mno. Naima alitoka ofisini hapo na kumuita katibu mkuu kiongozi. Alipatiwa pale agizo kuitisha kikao hicho na wakuu wa vyombo vya usalama. Nahitaji hata Ranjit naye awepo. Sawa Mheshimiwa Rais. Ni wakute commanding room. Sawa. Katibu mkuu alitoka ofisini hapo na kwenda kuandaa kikao hiko cha haraka mno. Sisi sasa inabidi tuondoke. Ryan, mtaingia kwenye kikao nyinyi mkiwa kama washauri wangu wa masuala ya usalama, na kuanzia hivi sasa nyinyi ni washauri wangu. Nendeni na makamu wa rais. Mzee Max alizungumza huku akitoa kichupa kidogo chenye vidonge vidogo vidogo katika mfuko wake na kisha akameza kidonge kimoja. Alichukua chupa ya maji juu ya meza yake, akanywa na kutuliza maumivu ya majeraha yake. Monica aliongozana na Ryan pamoja na Naima mpaka katika chumba cha kuongozea operesheni za kiusalama, chumba ambacho vikao vyote vya kiusalama na operesheni zote hufanyika eneo hilo ambalo lipo chini ya ikulu, na ndani kulikuwa kuna wataalamu tu wa masuala ya teknolojia wanaoweza kuendesha operesheni zote wakiwa ndani ya chumba hicho kwa amri ya rais pekee. Viongozi wote wa vyombo vya usalama wa ngazi za juu wakasimama kwa ishara ya kumpa heshima makamu wa rais, na baada ya muda kidogo Mzee Max aliingia na watu wote walisimama na kumpa pale heshima. Ebu waonyeshe ile video. Mzee Max alizungumza huku akimtazama Naima. Video ya namna Ghost alivyotoroka ndani ya kambi ya jeshi ilianza pale kuonekana na kuwafanya viongozi wote kushangaa. Mzee Max akasema, ndani ya hiyo kambi wasaliti wapo na wamemtorosha. Sasa nahitaji hiyo ndege itafutwe na ikiwezekana iangushwe hewani. Mzee Max alizungumza na operation ya kuitafuta ndege hiyo angani ilianza kwa kutumia satellite. Mkuu, wamezima rada, hivyo tuwezi kuwa na hewani. Mkuu wa masuala ya IT alizungumza huku akimtazama Mzee Max usoni mwake. Kwa ndege aina ya C-17 ni ngumu sana kuweza kuzipata hewani kama zikizimwa rada, Mheshimiwa Rais. Mkuu wa jeshi la anga alizungumza huku akimtazama Mzee Max usoni mwake. Mzee Max akasema, natambua kuna namna ya kuipata. Mzee Max alizungumza na ukimya ukatawala ndani ya chumba hiko. Rani alimtazama Naima aliyekuwa ameipakata laptop yake mapajani. Rani akauliza, vipi? Rani alikuwa amemuuliza Naima. Naima alimpa ishara ya kunyamaza huku akimtazama jinsi vidole vya Naima vilivyokuwa vina kasi ajabu mno. Rani akatazama anachokifanya Naima kwenye kompyuta yake, ila hakuelewa zaidi ya kuona tu namba nyingi zisizoeleweka. Yes. Sauti ya Naima iliwafanya wote kumtazama. Una chochote ulichokipata Naima? Mzee Max aliuliza na Naima akamuonyesha pale kwenye TV. Nimefanikiwa kuingia kwenye mfumo wa ndege na ninachoweza kukifanya ni kuizima ndege ikiwa hewani. Watu karibia wote walimshangaa Naima. Na ukiizima hiyo inamaanisha nini? Mkuu wa jeshi la anga aliuliza. Naima akaonyesha ishara ya kiganja ya kwamba ndege hiyo itaanguka. Ni vema tungejua ni wapi ilipo. Kama rada imezimwa ni uongo kujua ni wapi ilipo. Ila kwa hichi nilichokifanya ni kwamba itakapoanguka tutaweza kujua ni wapi ilipoangukia, alizungumza Naima. Kama hewani tu hatujui wako wapi, itakapoanguka hatuwezi kujua kabisa, na kama itakuwa kwenye ukanda wa bahari ndio kabisa hatutaweza kujua. Mkuu huyo wa anga alizungumza kwa msisitizo. Hey, mimi ninachokiona hapa ni bora tukuiangusha angani ili iwe 50-50 kuliko kumwacha kaondoka na kumpoteza kabisa. Rani alizungumza huku akiwatazama viongozi hao. Mkuu wa majeshi akasema, samani, wewe ni Mkuu wa jeshi la anga aliuliza huku akimtazama Rani kwa macho makali mno.
Mzee Max akadakia kwa kusema huyo ni mshauri wangu. Mzee Max alizungumza na kumfanya mzee huyo wa jeshi la anga akae kimya. Mheshimiwa, ni maamuzi yako. Monica alizungumza huku akimtazama mzee Max. Naima. Ndio mheshimiwa. Izime. Watu wote wakayegeuzia macho yao kwenye TV kubwa na wakaona mfumo wa ndege hiyo ya kijeshi. Naima kwa kutumia pale programu yake aliyokuwa ameitengeneza, alizima ndege hiyo hewani na kisha akasema done. Naima alizungumza huku akishusha pumzi taratibu. Naam. Upande wa pili, taa nyekundu na king'ora kilimshtua Ghost kutoka usingizini. Akafumbua macho yake, akauliza ni nini hii? Ghost aliuliza huku akimtazama komando aliyekuwa amekaa pembeni yake. Yule komando akasema sijajua mkuu. Ghost alinyanyuka na kuingia chumbani mwa marubani. Akauliza kuna nini? Mfumo mzima wa ndege umezima. What? Mfumo mzima wa ndege umezima na hauwaki mheshimiwa. Maana yake nini sasa hii? Ghost aliuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Rubani akasema tunakwenda kuanguka mkuu. Shit. Hebu jitahidini bwana. Tunafanya kile linalowezekana mkuu, lakini hatuwezi. Tupo wapi kwani hapo? Hata ramani yetu imezima mkuu. Ghost alitoka ndani hapo na kwa haraka akachukua pale begi lenye parachuti. Ndege imejizima, hivyo wakati wote inaweza kuanguka. Inataka tuweze kuruka. Ghost aliwataarifu makomando wake na kila mmoja alivaa begi lenye parachuti. Walianza kupambana katika kufungua mlango wa ndege hiyo iliyokuwa imeanza kushuka chini kwa kasi ya ajabu. Walifanikiwa kufungua mlango wa dharura wa hiyo ndege na wakaanza pale kuruka hewani, na wote walifanikiwa kutoka hadi marubani na wakaanza pale kuelea hewani. Huku upande wa pili, Naima alionekana kusema okay, nimewanasa, nimewapata. Naima alizungumza huku akionyesha video za satellite za watu wakiwa wako hewani na maparachuti. Ni msitu gani hapo? Mzee Max aliuliza huku akiwa amesimama. Naima akasema ni mkoani Njombe. Wameingukia katika msitu wa Livingstone katika mbuga ya Kitulo. CDF, nahitaji eneo zima la mbuga hiyo lizungukwe. Wasipojisalimisha nataka wauawe. Sawa mheshimiwa rais. Jenerali wa jeshi alipiga pale simu kwa wakuu wote wa kambi za kijeshi mkoani Iringa, na hapakuwa na muda wa kupoteza. Mbuga nzima unaambiwa ilizungukwa na wanajeshi wenye silaha za kivita, huku wakitumia eneo ambalo Ghost na watu wake wametua na maparachuti yao, huku ndege hiyo ya kijeshi ikiwa imeangukia eneo la mbali kidogo na walipokuwa wametua wao. Droni za kijeshi zilianza kufanya operesheni juu ya mbuga hiyo yenye msitu mkubwa, huku video hizo zikiwa zinafuatiliwa ndani ya chumba cha operation Ikulu. Mkuu, mbuga imezungukwa hii. Mkuu wa makomando hao alizungumza huku wakiwa wamewazunguka kwa duara, huku wakiwa wamepiga goti moja chini na Ghost akiwa katikati yao, huku naye akiwa amepiga goti na kila mmoja akiwa na bunduki mkononi mwake. Wanatutafuta kwa drone. Mwanajeshi mmoja alizungumza huku akiwa na kompyuta ndogo. Ghost akasema kwa neno hili hamna sema kutokea. Hakuna mkuu, na kuna wanyama wakali kwenye hii mbuga. Endapo tutakwenda vibaya, tunaweza tukajikuta tumeangukia kwenye mikono ya wanyama. Komando mmoja alizungumza hivyo. Ghost akasema hatuwezi kukosa njia kutoroka. Ghost alizungumza huku akiwa anasikilizia baridi iliyomo ndani ya misitu hiyo. Dogo, laptop yako inaonyesha njia yoyote ya kutoka? Ngoja kwanza mkuu. Komando huyo ambaye kiumri mdogo kuliko wenzake alivua pale begi lake na kisha akatoa drone ndogo. Aliiwasha na kuanza kuipandisha juu taratibu. Kuna drone ambayo sio yetu. Umeiona? Monica alizungumza huku akiwa anatazama drone inayotoka katikati ya miti iliyokuwa imefungamana kiasi cha kuwafanya wasione kilichopo chini. Naima akasema ndio mkuu. Basi iangusheni. Ngoja kwanza. Rani alizuia huku akiwa anatazama eneo hilo kwa umakini. Wanajeshi wetu wako mbali kidogo na eneo hilo. Wametoa hiyo drone ili kuona kinachoendelea. Mimi na uhakika wa 100% wako chini ya hiyo misitu iliyokuwa imejifunga sana. Je, mkuu unahitaji kuwakamata wakiwa kwa hai au wakiwa wamekufa?
Rani alizungumza huku akimtazama mzee Max usoni mwake. Mzee Max akasema nipeni muda wa kufikiria. Mzee Max alirudi kwenye kiti chake na kisha akakaa. Huku sasa Ghost alionekana kusema hebu nipe simu ya satellite. Ghost alizungumza na komando mmoja akamkabidhi. Akaandika pale namba ya mzee Max na kisha akampigia. Simu ya mzee Max ilianza kuita na kumfanya itoe kwenye mfuko wa suruali yake na kuitazama. Yes, hello. Ni mimi. Hapo Max akasimama baada ya kuisikia sauti ya Ghost. Akaelekea katika ofisi ya dharura ya rais iliyopo katika eneo hilo. Ghost, umefanya upumbavu gani? Mzee Max alizungumza kwa ukali. Ghost akasema, unahisi niko tayari kushikiliwa na maadui zangu? Na ukumbuke mimi na wewe hatujafanya operation moja mbaya na chafu. Nimeanguka mwenyewe na sijataka kuweza kukuchafua wewe kwa sababu ni rafiki yangu na ninakupenda na nakuamini. Ila naona umenitumia jeshi ili kunikamata kama mhalifu, si ndio? Nisikilize Ghost. Kumbuka kwamba nilikwambia kama una mpango nishirikishe. Kwani unafanya mipango yako wewe mwenyewe? Najua una watu ndani ya serikali yako. Kwani hujanishirikisha? Umemwapisha Monica. Unahisi nini? Unahisi nini? Chochote cha kufanya zaidi tu ya kusubiria wewe unikabidhi kwa Marekani, si ndio? Ghost, unahisi ni rahisi kiasi hiko? Au ungeacha aende kama hivyo? Unapaswa kuniamini na sio kukurupuka. Ona sasa, umeitia nchi ya hasara ya ndege ya mamilioni ya madola imeanguka kwa ujinga. Sawa Max. Nisamehe, nimefanya makosa. Nilipo hapa nimekwama na tokaje. Nisikilize Ghost, kwa usalama wako na watu uliotoroka nao ni vyema kujisalimisha. Max, unajua kabisa siwezi kufanya hivyo. Ghost, usinilazimishe kufanya maamuzi mabaya Ghost. Tumebebana kwenye mambo mengi, ila kwenye hili linahusiana na usalama wa nchi. Nchi nilowapa kula kiapo cha kuilinda. Hivyo tafadhali Ghost, usinilazimishe. Sasa unazungumza kama rais anayejitegemea na ambaye hahitaji msaada wa rafiki yake, si ndio? Nisikilize Ghost. Nina nguvu ya kiserikali. Hivyo nitakupambania na uhuru wako utarudi kama zamani. Wewe niamini, hapo mlipo mmezungukwa na mtoweza kutoka. Na hata kama mkipambana mtauawa na mtamaliza risasi za bure tu. Na ukumbuke mpo kwenye mbuga yenye wanyama wakali. Hebu nakuomba kama rafiki yako, jisalimishe. Ghost alionekana kushosha pumzi huku akitazama video ya drone ya kijana wake ikionyesha jinsi wanajeshi wanavyozidi kuweza kuwasogelea kwenye eneo walipo. Drone za kivita ziko juu na zina silaha za kulipua. Wanasubiria amri yangu tu kufiatua mabomu yatakayokuteketeza wewe na hao vijana wako. Utapotea rafiki yangu. Umemsahau Lisa ambaye maskini ya Mungu sasa hivi hajui chochote kama uko hapo. Hebu niunganishe kwanza na Lisa. Hapo mzee Max alionekana kumpigia Lisa. Lisa akapokea simu na kusema ndio mzee Max, shikamo. Marahaba, na kuunganisha na mumeo Ghost, anahitaji kuzungumza na wewe. Sawa mzee Max. Okay, tayari muongee sasa. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya upole kabisa. Hey baby. Vipi baba za kizuizini? Unaendeleaje? Lisa alizungumza kwa sauti laini kabisa. Nimetoroka mpenzi wangu. Kwa nini jamani baby, wakati hapa nimekupikia chakula ukipendacho nikuletee jamani? Na nilikuwa najiandaa kuja huko. Ghost alionekana kushusha pumzi taratibu. Baby. Naam. Mbona unajiongezea matatizo lakini? Kwa nini umechukua maamuzi kama hayo? Watanidhuru na watanipeleka ICC. Mume wangu, mzee Max ameniahidi kwamba atatafuta wanasheria wazuri na haya mambo yataisha tu mume wangu. Na isitoshe, nilipanga kuja kukueleza kwamba mimi nimekubali kuzisimamia mali zote na nitapambana nihakikishe unatoka kwenye hayo makosa na kukufanyia uwe mwema mume wangu.
uwe baba wa wanangu na niko tayari mimi kukuzalia watoto. Kwa nini jamani unataka niwe nimefurahia siku moja tu kwa harusi yangu? Kwa nini jamani? Lisa alizungumza huku akilia kwa uchungu, kwani anajiona kabisa ni mwanamke mwenye bahati mbaya, kwani hata siku ambayo Ryan alimoa aliondoka na kwenda kufanya majukumu ya kiserikali na walikaa mbali kwa kipindi kirefu kabla kukutana tena. Ghosti alijikuta anajikuna nywele huku sauti ya Lisa ikiwa imemlegeza kabisa. Tafadhali mume wangu, usifanye hivyo na kuomba. Kwa sababu bado nakuhitaji, bado nahitaji faraja yako. Kwa nini unahitaji kunitelekeza kama hivi jamani? Sawa, mimi nimekuelewa mke wangu. Acha nizungumze na Max. Nakupenda baby. Nakupenda pia mke wangu. Max, hebu mkate Lisa. Kweli mzee Max alikata simu ya Lisa. Nina sharti moja Max. Ndio nakusikiliza. Nipo tayari kujisalimisha, ila sitohitaji kuwa katika eneo nililokuwepo. Nahitaji kuwa katika nyumba yangu na ulinzi nitalindwa na watu wangu na sio wanajeshi wa serikali. Nitakupa jibu ndani ya dakika 16. Nitakupigia. Sawa, baada ya dakika hizo 10 nipigie. Na waambie wanajeshi wa serikali wasitusogelee sehemu tulipo. Sawa sawa. Hapo mzee Max alikata simu huku akiwaza nini cha kufanya. Alitoka ndani ofisi hiyo na kurudi kwenye kiti chake na kisha akakaa huku kila mtu akiwa anamtazama. Max amenipigia. Yupo tayari kujisalimisha. Anachokihitaji ni kuishi tu kwenye nyumba yake na kulindwa na walinzi wake. Mheshimiwa, sasa tunaleta mambo ya Pablo Escobar hapa. Huyu ni mhalifu kama wahalifu wengine. Akija anahitajika kuweza kushikiliwa na kuwekwa ndani pamoja na wanajeshi wake. Walichokifanya ni uhaini na adhabu yake ni inajulikana mkuu. Jenerali wa jeshi alizungumza huku akimtazama mzee Max. Mheshimiwa Rais, ili kuepuka damu kumwagika, naona tumpatie kwa anachokihitaji. Monica alizungumza kwa sauti ya upole. Sawa, wazo lako ni zuri makamu wa rais. Acha tumpe anachokihitaji. CDF waambie wanajeshi wako wakamate tu na sio kuua. Sawa. Jenerali wa jeshi alitoa amri kwa wanajeshi kuto kuwashambulia Ghost na wenzake, na baada ya dakika 10 Ghost alipiga simu. Ndio. Wanajeshi wako wamenizunguka. Je, mmekubaliana na nilichowaambia? Ndio, watakupeleka moja kwa moja kwenye nyumba yako ya Majohe. Hapo sawa. Na watu wangu tuko tayari kuweza kujisalimisha. Okay, sawa. Tutaonana da. Karibu. Mzee Max alikata simu huku wakiwa wanatazama kwenye TV kubwa jinsi Ghost na wanajeshi wake wakikamatwa na kuingizwa kwenye helikopta 3 tofauti za jeshi na wakaondoka msituni hapo. Kikao kimeisha. Mzee Max alizungumza kwa kisimama na kuondoka ndani hapo huku akiwa ameongozana na walinzi wake pamoja na Naima na Ryan. Kwa nini Ghost alibadili mawazo yake? Ryan alihoji huku akiingia ofisini kwa mzee Max. Alizungumza na mkewe. Mkewe alimshawishi na akakubali kujisalimisha. Naima alimtazama Ryan. Ryan aliyoipokea taarifa hiyo kwa hasira kidogo. Simu ya Ryan ilianza kuita. Alitoa mfukoni mwake na kisha akapokea kwa kusema halo. Upo wapi? Mama. Ndio, uko wapi? Mimi nimeshatua uwanja wa ndege kama dakika 20 na kusubiria. Oh, samani mama, kuna mambo yalikuwa yameingiliana, tunakuja sasa hivi. Sawa, wai. Si unajua tena kila nikiendelea kukaa hapa uwanjani kwa uwanja wa ndege nazidi kutozwa pesa Nakuja mama.
Mama Ryan alikata simu. Mzee, nahitaji kwenda kumchukua mtoto wangu. Basi acha uongozani na wana usalama. Litakuwa ni jambo zuri. Unaonaje ukaenda na mamake? Kufanya nini? Kumpokea, kwa sababu atakuwa na muda mrefu sana hajapata maziwa ya mama. Wazo la Naima ni zuri. Hata kama mna utofauti nyinyi, lakini bado nyinyi ni wazazi wa mtoto wenu. Mzee Max alitilia mkazo na kumfanya Rani pale kushusha pumzi taratibu. Naima, wewe huendi? Nitabaki. Naima alijibu huku akimtazama Ryan. Gari ziko 2 ambazo ziko tayari, mnaweza tumkaenda. Mpigie Lisa, kichelewa mimi naondoka. Atafika hapo. Ryan alitoka ndani hapo na akakutana na Monica kwenye corridor akiwa yuko na walinzi wake. Unaenda wapi mume wangu? Kumchukua mtoto uwanja wa ndege. Oh, asante Mungu. Bora mtoto arudi alelewe na mama yake. Okay, mimi naenda. Rani alijibu kwa kifupi huku akiwa anaelekea nje. Aliingia kwenye gari ya nyuma na zikupita dakika 5 akamwona Lisa akishuka kwenye gari lake analoendeshwa na akaingia kwenye gari lilopanda Ryan. Gari hizo zikaondoka ikulu kwa mwendo wa taratibu huku kimya ukitawala kati ya Lisa pamoja na Ryan. Asante, Lisa alizungumza mara baada ya ukimya wa dakika kama 20. Ryan akamuuliza asante nini? Kunirudisha mtoto. Iluka ishi na ule mpuzi mwenzio, si ndo mnake? Ryan, nini usinivuruge wewe? Sishindwi kumwambia mama akaondoka na mtoto. Ryan alizungumza kwa kufoka mpaka mlinzi aliyekaa pembeni ya dereva aligeuka na kutazama nyuma. Wewe nini unachoangalia nyuma? Amna mkuu, amna. Walifika uwanja wa ndege na moja kwa moja kuelekea mpaka kwenye maegesho ya ndege binafsi. Usishuke. Ryan alizungumza huku akifungua mlango na kushuka. Aliingia kwenye ndege ya mama yake. Mbona umechelewa? Vipi, kwema? Kwema kiasi. Kwa nini kiasi? Ghost alitoroka. Natambua na ninajua yuko angani. Anarudishwa Majoe na helikopta za kijeshi. Mama, umejuaje hili? Najua. Na ameomba kulindwa na walinzi wake binafsi. Sio uko vizuri kwenye masuala ya kupata intel. Siku zote niko hatua 2 mbele yenu. Na ndio maana naweza nikaelewa kila ambacho mnataka kuweza kukifanya kwa wakati mlipo. Mama Ryan alizungumza huku akimtazama Lisa aliyekuwa ameshusha kioo cha gari. Maskini. Amedandia gari kwa mbele. Nani? Ryan aliuliza na kisha akachungulia na kumwona Lisa akitazama ndege hiyo. Ryan alimtazama mama yake. Bado nampenda eh? Mwanamke aliyeona utupo babangu, hata kama nampenda siwezi kumrudia. Sijakwambia umrudie, nimekwambia bado nampenda. Swali la mama Rani likamfanya Rani kwanza shushe pumzi taratibu. Alikuwa ni mwanamke sahihi kwenye maisha yangu na nilipenda, siwezi kuficha hilo, na ndio maana alichokifanya kilinumiza sana moyo wangu, tena kwa kiwango kikubwa mno. Na maumivu yakiisha je? Utamrudia? Mama, nakuuliza, nataka jibu. Mama, nimeshaamua kuendelea na maisha yangu. Nesitoshe maisha ambao mimi naendelea nishamvalisha pete Monica, hivyo ni vema nikaendelea na maisha yangu. Una uhakika uko tayari kwa ndoa na Monica? Mama, mbona maswali ni mengi? Nataka kujua kwa sababu nakujali na ninajali hisia zako, na sipo tayari kumruhusu mpuzi mwingine aumize maisha yako. Ulishaumia utotoni, sitaki uje kuumia tena ukubwani. Mama Rani alizungumza kwa msisitizo. Mama, muda utazungumza, kwa sasa hivi acha mimi niendelee na maisha yangu. Sawa, mtoto wako huyu hapo. Ukiamua kumpa Lisa ni wewe, ukiamua umleo mwenyewe ni wewe tu. Siwezi kuingilia maamuzi yako. Rani alimtazama mtoto wake aliyekuwa amebebwa na msaidizi wa mama yake. Akasema, nashukuru. Ushauri wangu mwanangu. Ndio mama.
Endapo utamkimbia mtoto na hutompatia mapenzi kama baba, itakugharimu hapo baadaye. Unaona maisha anayoishi baba yako yanaweza kujirudia kwenye maisha yako tena kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mama yake atampandikiza chuki na utaonekana sio mtu mwema kwake na atakuchukia. Sumu ya mama kwa mtoto ni kali kuliko sumu ya baba kwa mtoto. Guna tu, ila yatakayokuja kutokea ndo utaelewa nini ninachokizungumza, kwa sababu unakwenda kumkabidhi adui yako mtoto wako. Unahisi kuna nini kitakachotokea? Sawa mama, ila sidhani kama Lisa ana roho mbaya kumfanya mtoto anichukie. Wewe huyo Wacha wewe. Sasa hivi Lisa amekuwa ni mwema. Angekubali kulala na baba yako kitanda kimoja na akaolewa na baba yako, na imekuwa ni aibu hata ulimwengu mzima. Ila mama, Lisa alidanganya na akapewa madawa na waganga. Wacha wewe. Kama alipewa madawa, kwa nini hakukushirikisha kabla ya kula hayo madawa? Hebu acha upumbavu wewe. Nitaendelea kuangalia. Endapo mjukuu wangu atafanywa vitendo vya kipuzi, basi nikwambie tu kweli, nitamchukua tena kwenye mazingira ambayo mama yake hatakuja kukua akamwona tena. Sawa mama, nimekuelewa. Muda wangu umeisha, mchukue mwanao. Ryan alikabidhiwa pale mwanae. Taratibu alimbeba. Kwa hiyo unakwenda Afrika Kusini kwa ajili ya mali za Ghost? Ndio. Sawa mama. Kuwa makini na huyo mchawi unayempelekea mtoto wako, kwa sababu anauchua mali za baba yako, na ninachokwenda kukifanya Afrika Kusini kuhakikisha unapata mgao wa mali zako kabla hajafa. Mama, mimi nitatafuta za kwangu bwana. Hebu nitolee huo ulokole wako. Nafanya kilicho bora kwa ajili yako. Umenielewa? Sawa. Nitakwambia mambo nitakapoweza kuyakamilisha. Sawa mama. Rani alinyanyuka kwenye siti aliyokalia. Alimtazama mama yake kwa sekunde kadhaa. Nini wewe? Hamna kitu, sio kitu. Mwite huyo mpuzi niongee naye. Mama, nimekwambia mwite. Unamogopa au unataka nishuke mimi mwenyewe? Fanya hivyo. Rani akafika mlangoni na alimuita Lisa kwa ishara. Lisa alishuka kwa haraka mara baada kumwona Rani amebeba mtoto. Mwanangu, Lisa alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga. Mama anakuhitaji. Hapo Lisa alisita kidogo, ila alipandisha ngazi na kuingia ndani. Hofu na wasiwasi vilimfanya kukosa amani kabisa ya kuonana na mama Ryan, ambaye kwa upande mwingine ni mama mkwe wake na upande mwingine ni mke mwenzake. Hebu kaa hapo, unanitumbulia macho nini? Taratibu Lisa alikaa huku akimtazama mama Ryan kwa wasiwasi. Nimesikia kwamba ulidanganywa na waganga wa ajabu. Ndio. Lisa alijibu kwa wasiwasi. Unampenda mwanangu? Mama, shh. Rani, nyamaza. Mama Rani alizungumza huku akiweka kidole chake mdomoni kumzuia Rani asizungumze chochote. Lisa alibaki mdomo wazi huku akishindwa kujibu swali lililoulizwa. Nisikilize, ni hivi, mimi sasa ndiye ninayekukabidhi huyo mjukuu wangu. Endapo atalelewa na yule mbwa wako, nikuambie tu ya kwamba utampoteza. Na utakuja ukakaa ukamwona tena mpaka utakapoingia kaburini. Na naapa kwa jina la Mungu ninapozungumza huwa sitani. Nitamchukua, na sio kwa maombi ya Ryan wala sijui maombi ya nani. Umenielewa? Ndio. Jambo jingine na kuonya, usijaribu kujidanganya ukamsaidia Ghost kwenye vita yake yeye na mimi. Utakufa mapema na kumwacha mwanao akiwa yatima. Vita yangu ya mimi na Ghost huiwezi, na kama usije ukaiingilia. Sawa. Macho yangu yote yanakuangalia kwa makini. Mnaweza mkashuka. Mama Rani alichukua pale glasi ya wine na kuanza kunywa taratibu huku akimtazama Rani na Lisa walipokuwa wanashuka katika ndege. Pumbavu. Mama Rani alizungumza kwa sauti ya chini chini huku akimtazama Rani na Lisa wakiingia ndani ya magari na kuondoka uwanjani hapo. Lisa alimkumbatia mtoto wake huku machozi yakimwagika kwa uchungu. Umeshaambiwa kwamba mumeo ameshakamatwa? Usiniambie hizo habari sasa hivi. Lisa alizungumza huku macho akiwa yametawaliwa na wekundu.
Walifika ikulu na Lisa aliingia kwenye gari lake na kuelekea katika makazi ya rais, huko Rani akielekea ofisini kwa mzee Max. Vipi mapokezi yamekwendaje? Yamekwenda vizuri tu. Rani alikaa kwenye moja ya sofa. Unaonekana mwenye mawazo, Naima aliuliza huku akimtazama Rani usoni mwake. Nani ana mawazo? Wewe. Huko utokako ni kwema kweli? Yeah. Kama Ghost anarudishwa kwake, unaonaje nikamalize hii kazi mimi kama mimi? Unamaanisha nini Ryan? Mzee Max aliuliza huku akimtazama Ryan. Namaanisha mimi bado ni ninja na uwezo wa kumua Ghost. Hata kama analindwa na walinzi wake, basi ni jambo zuri kwangu, kwani yeye na walinzi wake wote watakwenda kufa kwenye upanga wangu. Nipe ruhusa mzee Max nikamshughulikie, kwani ni wakati wa kuweza kuinda na ni lazima nimshughulikie. Tafadhali naomba niruhusu kwenye hilo. Mzee Max alishusha pumzi taratibu huku akikuna kichwa chake, kwani uwezo wa Ryan anaujua vizuri na alimpeleka yeye mwenyewe kwenye mafunzo ya uninja ili kuhakikisha kwamba anamtumia kwenye mazingira ya kuwaua maadui wenye ulinzi mkali kama Ghost. Bwana, mambo yanazidi kunoga mtu wangu, asikwambie mtu. Mama Ryan amemrudisha mtoto kwa Lisa, ila kwa masharti makali kweli kweli. Je, Lisa hatokiuka masharti hayo? Mimi nawe hatujui, lakini Ryan anaomba ruhusa ya kumuua Ghost. Je, atafanikiwa kumuua? Je, hiyo ruhusa atapewa? Kumbuka Ghost na mzee Max ni maswahiba kweli kweli, ni mtu na rafiki yake. Sasa itakuwaje? Mzee Max ataruhusu kweli Ryan akamue Ghost? Na kwanza Ryan, je, atafanikiwa kumuua Ghost? Mbona usikose kufuatilia katika sehemu ya 11. Mimi naitwa Uncle J, mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Hii ni Uncle J Simulizi. Asante kwa muda wako na kwaheri kwa sasa. Tukutane katika sehemu ya 11.